Ndugu zangu wa Kenya, karibu sana kwenye mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kila ambacho nawaomba ni usikilivu mwema. Nimerudi na asante sana kwa makaribisho. Rais William Ruto amepokea taarifa mbaya kutoka kwa wanasiasa pamoja na wanasheria, ukipenda vile mawakili. Wanamtuhumu na kumkashifu Rais Ruto kwa kutumia afisi za serikali kuendeshea chama cha UDA na anakiuka katiba. Inamaanisha nini? Siku ya Jumatatu tarehe 26 Januari mwaka 2026, William Ruto aliweza kuandaa kongamano la viongozi wa chama cha UDA, chama ambacho kiliweza kumpeleka mamlakani, katika ikulu ya Kenya Nairobi, ikulu kuu ya Kenya Nairobi, or even you like in English. William Ruto hosted United Democratic Alliance meeting at State House on Monday. Sasa katika ile hafla ikulu ambayo ni ya Wakenya wote, iwe wewe ni wa chama cha UDA, iwe wewe ni wa Jubilee, iwe wewe ni wa ODM, iwe wewe ni wa Wiper, iwe wewe ni wa DCP, William Ruto aliweza kutandaza rangi ya UDA. Sasa wanasiasa hawa na wanasheria pamoja na mawakili wanasema kwamba ule mkutano ambao ule mkutano ambao Samoei William Ruto aliweza kuandaa ikulu ya Kenya ni kinyume na katiba ya taifa letu la Kenya, na ule mkutano ungepaswa kuandaliwa katika afisi kuu za chama cha UDA, ukipenda UDA headquarters. Sasa huu mkutano ambao William Ruto aliweza kuongoza mnamo tarehe 26 uliweza kuwaleta pamoja viongozi kama vile Kindiki, huyu kiongozi mwenye aliweza kuuza chama cha ANC Musalia Mudavadi, na viongozi wengine pamoja ili kuweza kuunda coalition na chama cha UDA na ODM. Walikuwa wanajadili hayo mambo kwa sababu hasa wanasiasa hawa wanasema hivi: kutumia mali ya serikali kufanyia mikutano ya chama cha UDA ni matumizi mabaya ya mali ya wananchi wa Kenya na ni kinyume cha katiba. Wacha niweze kukuuliza mpenzi mtazamaji, je, unakubaliana na haya wanasiasa hawa wanasema? Mwanasiasa huyu mwenye ameweza kuyanena hayo ni Miguna aliye vile ni wakili. Ameweza kusema kwamba kutumia mali ya serikali ambayo kila Mkenya, iwe wewe ni wa ODM, DCP, Jubilee, unatozwa ushuru, kutumia yale mali kuendeshea na kufanyia mikutano ya chama cha UDA ni kinyume na katiba ya Kenya. Acha ni mnukuu, alisema hivi: State House is not a United Democratic Alliance branch.
stroke office. It belongs to all Kenyans, not just one political party. Namwambia vizuri sana William Ruto bana. Ya afisi ya Ikulu ni ya Wakenya wote, na wala si afisi ya chama cha UDA. William Ruto anapaswa kuheshimu katiba, lakini mtu mwenye tunaimbia aweze kuheshimu katiba ni yule mwenye hakukuwa tangu mwanzo anapigania hiyo katiba. Kumbuka kwamba katiba ya mwaka 2010 ambayo tunatumia katika taifa letu la Kenya, William Ruto aliweza kuipinga, lakini Kibaki, Raila Odinga wakaweza kuipitisha na kuipigia kura, lakini William Ruto aliweza kuipinga. Yaweza ikawa ni njia moja ya kuonyesha kutoridhika kwake na ile kura yake ambaye aliweza kusema kwamba hataki kabisa kufuata katiba ambayo tunatumia sasa hivi, kwa sababu yeye ni rais, anajua sheria zote za Kenya, yupo na katiba ambayo inamuongoza, kwa sababu tunaelewa siku ambayo alikuwa anaapishwa kutoka upande wa Kasarani alipewa Biblia, akanyoosha Biblia akasema kwamba ewe Mungu nisaidie, japo siku hizi naona anashambulia mpaka makanisa, anatupa vitoza machozi ndani ya kanisa, anatupa mabomu ya kutoa machozi ndani ya kanisa, na alinyoosha Biblia akisema kwamba ewe Mungu nisaidie. Pili, alipewa katiba, constitution, alipewa constitution ukipenda katiba, akanyoosha akasema kwamba ewe Mungu nisaidie aweza kuifuata, si ndio? Lakini hivyo vyote ambavyo aliweza kunyoosha juu ameviweka kando, anaongoza taifa jinsi ambavyo anapenda. Katika taifa letu la Kenya haiwezi ikawa kwamba viongozi wanatuambia tuweze kufuata sheria kipindi ambapo wao wenyewe hawafuati sheria. Ikulu si mali ya UDA, Ikulu ni mali ya Wakenya. Angechomoka moja kwa moja aende mpaka afisi ya chama cha UDA, aende pale kufanyia mikutano pale. Kipindi ambapo anatumia mali ya Wakenya, pesa ambazo zimetumika pale kuandaa ile hafla ni pesa zetu ambazo tunatozwa ushuru kila mwezi kuandaa ile mikutano. Sijui kama mnanielewa. Ni kinyume na katiba ya Kenya kuandaa mikutano Ikulu, mikutano ambayo inaegemea kwa upande mmoja. Ikulu ni mahali ambapo panapaswa kuheshimiwa, mahali ambapo panapaswa kutumika kuleta Wakenya wote pamoja, na sio kupeleka kikundi kimoja cha viongozi kwenda kufanya mikutano pale. Kama wanataka kufanya mikutano yao, tuko na uwanja nyingi hapa Kenya. Tuko na uwanja wa Kasarani, tuko na uwanja wa Nyayo, tuko na uwanja wa Uhuru Gardens. Sijui ingine sijui na ambao sijui unaitwa aje, wenye William Ruto ametoa loan anajenga. Tuko na Bomas of Kenya, wangeenda wafanyie mikutano yao pale kuliko kuchafua Ikulu na rangi za yellow. Kwa hivyo kulingana na wanasiasa hawa na mawakili hawa ambao wameweza kupingana na hatua hii ya William Ruto kuandaa kikao cha DCP, yani kikao cha UDA Ikulu, wanasema kwamba yale ni matumizi mabaya ya mali ya wananchi. Namba 2 ni matumizi mabaya ya afisi ya rais. Eti kwa sababu yeye ni rais anaandaa kikao cha UDA Ikulu, na ni matumizi mabaya ya hela za wananchi. Kwa nini? Pesa za wananchi ndizo zilitumika kuandaa lile jukwaa. Wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Mwenyezi Mungu awabariki.